Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Imani katika msalaba, Kristo katika upendo. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari katika Dominika hii ya 4 ya mwaka A, mwaka wa Kanisa. Katika somo la kwanza tumesikia maneno haya: mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Wanyenyekevu. Mnyenyekevu ni mtu wa namna gani? Mnyenyekevu ni mtu ambaye hajikwezi katika majaliwa yake, katika mafanikio yake. Anajua kwamba amezawadiwa na Mungu. Yeye hana jambo la kujifia kwalo, kwamba mafanikio yake ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni mtu anayemshukuru Mungu kwa zawadi alizopewa. Hajioni, mtu aliye mnyenyekevu. Vijana siku hizi nawaambia, dada, umependeza. Akaba ungeniona jana, naona umefanikiwa katika biashara zako. Sema watu wote wanajua. Mnyenyekevu hata ukimsifia anamshukuru Mungu kwamba ni mapenzi ya Mungu. Pengine hata kipaji chake, hata mafanikio yake ni kwa ajili yake na kwa ajili ya Mungu na wale ambao wanahitaji huduma yake. Mnyenyekevu. Mnyenyekevu ndiyo ambao Sefania anasema hata katika shida zao Mungu hatawaangamiza. Katika Injili tumekutana na Yesu ambaye anawapatia wanafunzi wake kanuni ya maisha. Anatupatia na sisi kanuni ya maisha, dira ya maisha. Heri 8. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sisi tuliomo kanisani, hata na walio nje, hakuna anayependa umaskini. Tunafanya kazi, tunalima, tunafanya biashara, na ofisi mbalimbali. Hakuna anayependa umaskini. Maskini ni nani? Hajui kama leo atakula, hajui. Tunakula milo 4 kwa siku. Yeye hata mlo mmoja anaula labda saa 9 saa 10 ili ufike kesho yake tena saa 10. Nyumba yake yenyewe ipo tu. Kwa kulala penyewe, mahitaji yale msingi hana. Huyu aliye maskini anakaa akitamani, akifanya juhudi labda abandukane na huo umaskini. Anaposema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ana maana gani? Huyu aliye maskini wa roho, kama tulivyo na umaskini wa uhitaji wa mahitaji mbalimbali muhimu, nikiwa maskini wa roho najiona kama sijatosheka katika kumtafuta huyo Kristo, huyo Mungu. Kwa hiyo nafanya bidii ya kumtafuta, nafanya bidii ya kuishi kitakatifu, bidii ya sala, bidii ya kusoma neno la Mungu, bidii ya kujiunga na vyama mbalimbali vya kitume, ili niendelee kujichotea zaidi na zaidi elimu na ufahamu juu ya Mungu. Na hivi aliye maskini wa roho, huyo ufalme wa mbinguni ni wake, kwa sababu ana bidii ya kumtafuta. Inapofikia kwamba umetajirika katika kumfahamu Mungu, umetosheka, ufalme wa Mungu si wa kwako. Tunahitaji kuwa maskini wa roho, maana yake tuendelee kuwa na bidii ya kumtafuta kama yule aliye maskini wa mahitaji mbalimbali anayofanya bidii kutafuta afanikiwe zaidi. Kwa hivyo tusichoke katika kumtafuta. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Huzuni anayosema
ni ile ya kuona mapenzi ya Mungu hayatimizwi, kwamba hayo yanamchukiza, haya hamfurahishi, haya hamvutii, na hivi ana huzuni, angetamani ufalme wa Mungu uonekane hapa, ujulikane hapa duniani kama huko mbinguni. Na kwa hivi huyo mwenye huzuni hiyo, anayetamani hao ufalme wa Mungu tendeke hapa duniani, atafarijika. Lakini heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Walio wapole. Lakini heri wenye njaa na kiu ya haki. Njaa na kiu ya haki, kwamba mtu huyu anatamani haki itendeke, haki itendeke. Labda haitendeke katika familia zetu, haki itendeke katika kazi zetu, haki itendeke katika ofisi zetu, haki itendeke. Huyu anayekuwa na tamaa hiyo na kuishi akitenda matendo ya haki na akitamani haki itendeke, tunaambiwa kwamba watashibishwa hiyo haki. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Rehema, kumrehemia mtu, kumhurumia, kumsaidia, kumhudumia yeye anayehitaji msaada. Wazee, wajane, yatima, wasiojiweza. Matendo yako mema unayotenda ni ngazi ya kupandia. Kama anafanya bidii ya kutenda yaliyo mema na kuwahurumia na kuwasaidia hao, Mungu hawezi kuniacha, nitapata rehema. Lakini heri moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kila mmoja wetu anatamani kumuona Mungu. Tuko humu kanisani kwa sababu tunatamani kumuona Mungu. Heri wenye moyo safi. Tunakuwaje wenye moyo safi? Wenye maisha bila dhambi, maisha katika neema ya utakaso, wenye moyo safi, wanaowazia wengine mema na kuwatendea wengine mema, wasiopenda kulipiza kisasi. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Kama kuna adhabu tunaweza kuwaipata, ni ile kutoweza kumuona Mungu. Kwenda jehanamu nake muone Mungu. Kila mmoja wetu anatamani kumuona Mwenyezi Mungu. Ukitaka kumuona Mwenyezi Mungu, tuwe na moyo iliyo safi, sio mioyo ya korosho. Sio mioyo iliyo ya korosho. Korosho inakuwa hivi. Sio mioyo ya kinafiki, mioyo iliyo mieupe, moyo safi. Kuna mahusiano kati ya uso wako na yale ya ndani. Moyo safi. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa sababu wapatanishi tunaitwa wana wa Mungu. Tunaalikwa kuwa wapatanishi. Wengine tunasababisha familia ziharibike. Wengine tunasababisha mazingira ya kazi kuwe na vurugu, kuwe na fujo. Wengine wanapenda vikundi vyao viwe na migogoro. Wewe unapoleta migogoro katika jumuiya unamoishi, katika familia unamoishi, katika sehemu yako ya kazi, sio mpatanishi. Omba fadhila ya kuwa mpatanishi, uitwe mwana wa Mungu. Kwa kosa kuwa mpatanishi, unakataa ile hali uliyopewa kwa sababu ya kupita kuwa mwana wa Mungu. Tuwe vyombo vya kuunganisha watu, sio vya kuwatenganisha watu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Katika kutenda kwako haki, ngine atakwambia kinajipendekeza. Kwa kutenda kwako haki, sema hajui kutumia fursa. Haki. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ndugu zangu, wana familia ya Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo ameletea dira ya maisha. Hizi heri 8. Tuombe
hizi heri ziwe zetu, tuweze kuziishi, tuziishi. Paulo anasema mahali pengine, naweza yote katika yeye anitie nguvu. Anasema tena, kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Sisi kwa nguvu zetu hatuwezi lolote. Tuombe katika misa hii neno la Mungu ambalo tumelisikiliza na Yesu Kristo alimpokea katika misa hii. Tujalie neema kuweza kuishi hizi heri katika maisha yetu, ili baada ya maisha haya tusistahilishwe kufikia utakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi.